isiwepo umwagavu wa damu. Tunakuhitaji Mungu, tunaomba utulivu wa nchi, tunaomba uwepo wako Mwenyezi Mungu jalia amani na utulivu tulionao katika taifa letu uwe ni utulivu wa kudumu na amani ya kudumu. Ndugu viongozi wa dini na waalikwa, kwa upande wa serikali, maandalizi yote ya kuhakikisha usalama kwa raia na mali zao yamewekwa vizuri sana. Vyombo vyote vya usalama vimejiandaa vizuri kulinda usalama katika hali zote, kabla, wakati na baada ya kupiga kura, kwa lengo la kuwapa wananchi wote wa Mbarali wapate nafasi ya kwenda kutimiza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Kwa hiyo kama alivyoeleza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba tarehe 29 kutakuwa na maandamano ya kwenda kupiga kura na sio maandamano mengine ambayo tunayasikia kwenye mitandao ya kijamii. Tutoe taarifa ya viashiria vyovyote vile vya uvunjifu wa amani, utulivu na mshikamano kwa haraka kwa kiongozi wa karibu wa serikali ili tuweze kuchukua hatua kwa haraka za kudhibiti hali hiyo. Ni watoe wasiwasi, wakati tunatekeleza hatua hizo, tutatekeleza kwa kutumia nguvu ya kiasi. Na wamekuwa wakifanya hivyo miaka yote. Wanasema inaitwa minimum force. Hakuna mahala ambapo imetumika maximum force. Hakuna. Kwa hiyo nguvu kiasi unayoizungumza inaendana na tukio lenyewe. Kwa hiyo tuwaombe tusifanye vurugu ya aina yoyote. Tuwahimize waumini wetu kuwa na subira. Na bila amani, umoja na mshikamano, hakuna jambo linaweza kufanyika katika nchi, katika mkoa wala wilaya yote. Na amani, mshikamano na upendo vyote vinaletwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ameweka utaratibu, ameweka watu wake hapa chini ya jua wa kutuongoza katika masuala ya imani na kidini kumwelekea yeye. Kwa mujibu wa msingi wa vitabu vyetu vya dini, sisi tumeamriwa kuombea watawala, kuombea serikali, kuliombea taifa letu. Ni jukumu letu la kimsingi kabisa. Kwa mujibu wa maelekezo ya Mwenyezi Mungu, tuna wajibu wa kuombea taifa letu na serikali inayoongoza na kutawala. Sisi ni makuhani, sisi ni wajumbe wa Mwenyezi Mungu. Tumepewa mafuta hayo, tumepewa wajibu huo, tumepewa jukumu hilo kwa mujibu wa vitabu vyetu, kwamba Mwenyezi Mungu ametuamini kama wajumbe wake. Tukisimama na kuomba, Mwenyezi Mungu atatusikia, kwa lengo moja tu, ili tuishi maisha ya amani. Tunaomba tuwe tuna imani na yakini tuliyoyabeba na kuyaomba, kwamba tunamuomba Mwenyezi Mungu aliyetuweka katika Tanzania yetu ya amani, na atujalie amani na utulivu.